DW Kinagaubaga. Naam, karibu sana msikilizaji wetu kwenye Kinagaubaga. Jina langu naitwa Mohamed Khalef. Na leo tunazungumzia mada muhimu sana katika historia, katika uchumi, katika uwekezaji wa mataifa, makumbusho na utalii. Hapa tumemkaribisha Bi Pendo Gondwe kutoka nchini Tanzania, ambaye huko ni mkuu wa kitengo cha masoko na mahusiano katika makumbusho ya taifa ya Tanzania. Bi Pendo, karibu sana kwenye studio zetu. Shukran sana. Najua kwamba upo hapa nchini Ujerumani kwenye maonesho ya utalii ya mwaka huu, na wewe ni mtu ambaye anatokea kwenye makumbusho ya Tanzania. Kwa msikilizaji, anaweza kuona pana uhusiano gani baina ya vitu hivi viwili, makumbusho na utalii? Kwa kweli makumbusho na utalii yana uhusiano mkubwa sana, na ukiangalia kwenye nchi za wenzetu ni kwamba makumbusho ndio zinaongoza katika kupokea watalii. Tanzania inajulikana sana na brand zake kubwa kama Serengeti, Ngorongoro, Manyara na Zanzibar, lakini tumekuja promote na kuhamasisha zao jipya la utalii ambalo kama Tanzania inaongoza kwa Big 5, then tunaongezea kwenye hiyo Big 5 kuwe kuna Big 6 ambayo ni makumbusho ya historia pamoja na utamaduni. Kwa hiyo ukiangalia nchi za wenzetu wamejaribu sana kujitangaza kwenye utalii wa historia pamoja na utamaduni, na sisi tunasema kwamba Tanzania pia tumeona kwamba kuna fursa kubwa sana kwenye hilo eneo, na tumejipanga katika kuhakikisha kwamba utalii katika makumbusho zetu kwenye museums na sites zetu unapata umaarufu mkubwa, na hivyo kuweza kuattract watalii zaidi. Katika hali ya kawaida mtu anaona kwamba makumbusho yenyewe ni mambo ambayo hata yanakuwa hayavutii achilia mbali wageni, lakini hata walioko ndani ya nchi wenyewe, maana mambo ya kale, mambo yaliyopitwa na wakati na vitu kama hivi. Hebu tueleze kidogo namna gani mtalii anaweza kufunga safari kutoka aliko akaje katika nchi yako kwenda kutembelea gofu au kwenda kutembelea makumbusho, kuangalia nyaraka na picha na vitu kama hivyo. Makumbusho ni taasisi ambazo kwa kweli katika duniani ni maeneo ambayo yanathaminika, kwa sababu historia ya mtu ndio inamfanya aweze kuwa mkamilifu, na kiukweli ni kwamba fahari ya mtu yoyote inatokana na historia yake. Sasa ukienda kwenye nchi za wenzetu, ukienda China, kuna makumbusho ambayo yanaitwa nafikiri ni Ding Family, nimesahau, lakini pale kuna watu walikuwa wanatembelea karibu 2,000,000 kwa siku kwenda kuangalia na kupata historia ya mfalme aliyekuwa akitawala pale, sio iko ndani ya Beijing. Ukienda Paris, Ufaransa, utakuta kuna ule mnara wa Eiffel Tower. Sisi pia sio tu kwamba tuna maeneo, lakini pia historia yetu ni tajiri na ni nzito, lakini kuna vitu mbalimbali ambavyo viko very unique, yani tuna unique selling proposition vya kipekee ambavyo tunaweza tukavitangaza duniani na watu wakatuelewa na kuja kututembelea. Na kimsingi ni kwamba tumeshaanza kupokea watalii wengi. Mwaka huu peke yake tumepokea zaidi ya cruise ships 5 ambazo zimeleta watalii zaidi ya 1,000 kuanzia Januari mpaka mwezi huu Machi. Na panapohusika uwekezaji wa Tanzania kwenye maeneo haya ya kihistoria, makumbusho, magofu, maeneo kama hayo ambayo yanapatikana hivi vitu vya asili, ukoje? Kwanza kabisa ningependa kusema kwamba utalii ni priority sector, ni sekta ya kimkakati kwenye nchi yetu. Na contribution ya utalii ni karibu 17%, ni zaidi ya 17% kwenye contribution yake kwenye national mchango wake kwenye uchumi. Exactly. Na hii inatokana na juhudi kubwa sana ambazo zimefanywa na serikali ya awamu ya 6 katika kupromote utalii. Film ile ya Royal Tour
imekuza utalii kwa kiwango kikubwa sana, lakini kimsingi ni kwamba kwa vile utalii ni sekta mtambuka, tunasema Royal Tour imeleta watalii wameongezeka, lakini kimsingi ni kwamba ukija kuangalia vizuri ni kwamba wanaofaidika sio wanaoleta watalii au walioko kwenye sekta ya utalii peke yake. Mimi nimekuwepo kwenye industry ya investment kwa muda mrefu, uwekezaji, yes. Nafahamu wawekezaji wakubwa ambao wameinvest kwenye sekta za kama construction, real estate, ujenzi, sekta za ujenzi, ambao walikuwa wanasifu sana kwamba promotion ya nchi kwenye upande wa utalii imewafaidisha wao. Na wawekezaji wa kwenye utalii hasa ni nani? Ni raia wa Tanzania au ni watu kutoka nje ya Tanzania? Wawekezaji walioko kwenye sekta ya utalii ni wa Tanzania kwa asilimia kubwa, na wawekezaji kutoka nje pia wamewekeza kwenye sekta ya utalii. Kuna wawekezaji ambao wamewekeza kwenye high value, labda 5-star hotels na zingine. Maana utalii wa ngazi juu ni joint venture kati ya Watanzania na wageni. Ubia kati ya Watanzania na wageni, lakini kuna Watanzania wengi sana. Hapa tulipokuja kwenye maonesho ya ITB Berlin, zimekuja kama kampuni 70 na walioongozana na hizo kampuni ni zaidi ya watu 169, almost 170 kutoka kwenye hayo makampuni, na asilimia kubwa ni Watanzania, na hao wamekuja kwa ajili ya kukutana na wadau mbalimbali ambao wanaingia nao mikataba ya kuleta wageni zaidi. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Watanzania ni wafaidika wakubwa kwenye hii miradi yote na uwekezaji kwenye sekta ya utalii. Na turudi kwenye swala letu la makumbusho na utalii. Panapohusika mwitiko wa ndani ya nchi yenyewe, manake tuseme ametoka mtu kutoka Ujerumani, ametoka mtu kutoka Uingereza kuja kuangalia vivutio vya kihistoria na makumbusho, utamaduni wa Tanzania. Vipi kuhusu Tanzania, utalii wa ndani na makumbusho na maeneo haya ya kihistoria ya kitamaduni? Nimesema tumekuja Berlin kwa ajili ya kukutana na wadau, kwa sababu tayari Tanzania tuna wadau wakubwa wengi ambao wanakuja kutembelea National Museum. Unakusudia ndani ya Tanzania yenyewe? Exactly. Asilimia kubwa ya watu wanaotutembelea National Museum of Tanzania ni wa Tanzania. Naam, labda swala la mwisho kabisa, Vipendo, panapohusika kiwango cha watalii ambao wanaingia kwa lengo la kuja kuangalia maeneo ya kihistoria, kwa lengo la kuja kusoma nyaraka zilizoko makumbusho na vitu kama hivyo, kipi hasa kinachowavutia ndani ya makumbusho, kwa mfano eneo ambalo wewe upo? Kinachowavutia zaidi katika makumbusho ya taifa ni kuhusiana na chimbuko la historia ya mwanadamu. Makumbusho ni urithi wetu, na urithi wetu ni utajiri wetu. Naam, Vipendo Gondwe, kuwa kitengo cha mahusiano na masoko wa makumbusho ya taifa ya Tanzania, tunakushukuru sana kabisa kwa kupata nafasi hivi leo kutembelea hapa Deutsche Welle na tukawa naye kwenye Kinaga Ubaga. Shukran sana kwa kunikaribisha kwenye Kinaga Ubaga. Asante sana. Basi msikilizaji, naitwa Mohamed Khelef na kwaheri hadi mara nyingine.